Naam, ni sehemu nyingine tena, lakini tuko pale pale katika jicho letu na kugusia kuhusu zaidi matumizi ya ardhi. Niko na Agesta Joseph Mabula. Karibu. Asante sana. Afisa mipango miji. Asante sana. Mji umekaaje? Mji gani? Dodoma. Dodoma kabisa. Kwa kawaida mji wetu wa Dodoma unaonekana uko vizuri sana. Umekaa vizuri na maeneo mengi. Kwa bahati nzuri ofisi ya mkurugenzi ilianza kupanga kwa kulazimisha maeneo ambayo tayari yalikuwa watu wameshaishi. Kwa mfano periabans ambazo ziko nje ya mji, tukiangalia Ng'ong'ona, tukaangalia Ihumwa, maeneo ya Nala na maeneo mengine ambayo yamezunguka Dodoma. Mwaka 2018 walianza upangaji wa kulasimisha. Ndio. Walitangaza tenda, baadhi ya makampuni wakaomba, wakapata zile tenda, wakafanya mpango pamoja na upimaji ambayo ilikuwa inafanyika kupitia mkurugenzi. Kwa hiyo makampuni waliomba tenda kwa mkurugenzi na mkurugenzi aliwasiliana na wananchi. Kwa hiyo makampuni walifanya moja kwa moja na kuwasilisha kazi kwa mkurugenzi. Sawa. Kwa hiyo manake unachotaka kuniambia kwamba kuna mawasiliano mazuri kutoka ngazi ya juu mpaka kufika katika ngazi ya chini. Sawa. Tunasikia katika mikoa mingine, sijui Dodoma utanisaidia, lakini tunasikia katika mikoa mingine kwamba kunakuwa na malalamiko makubwa sana tunapoanza kupanga ardhi na kufanya hivyo. Vipi kwa Dodoma? Wananchi au wakazi walipokeaje? Kwa sababu unavyosema 2018 tayari kuna watu walikuwa washaanza kuishi. Na wengine wamejenga majumba makubwa tu. Walipokea vipi hatua hiyo kwa wale ambao hawakuelewa au hawana elimu kuhusu upande mzima wa matumizi ya ardhi? Vipi, kulikuwa na changamoto ya aina yoyote, mkaitwa maafisa mipango kuweka mambo sawa au ilikuwaje? Kwa kawaida ili swala geni popote pale kwenye jamii yetu linakuwa ni gumu sana kukubalika kwa mara ya kwanza. Ndio. Kwa maana hiyo kwa mfano mimi nilikuwa na kampuni ambayo nilikuwa nafanya nayo hapa Dodoma. Tulifika hapa Dodoma, tukapelekwa eneo husika pamoja na ofisi ya mkurugenzi. Tukaenda tukakaa na wale wananchi. Ofisi ya mkurugenzi ikatoa ufafanuzi na wananchi kwa kweli kwa mara ya kwanza hawakukubaliana na hili jambo. Kwa sababu kwanza ule upimaji ilikuwa ni upimaji shirikishi. Ndio. Kwenye baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa wazi, kwa sababu kipindi hicho Dodoma ilikuwa haijawa na watu wengi. Kwa hiyo maeneo mengi yalikuwa ni maeneo wazi. Kwa hiyo ilikuwa kwamba maeneo ambayo yako wazi watafanya upimaji shirikishi ambayo itakuwa 70 kwa 30. Kwamba 70 itakuwa ya mwananchi, 30 itakuwa ya mkurugenzi ili aweze kumudu kuilipa ile kampuni ambayo ameipa kazi pale. Hiyo kusema 70-30 maana yake ni fedha au ni hatua? Ni asilimia za ardhi. Kwamba tukikupimia kwa na viwanja 10, viwanja 3 vitakuwa vya mkurugenzi na viwanja 7 vitabaki kuwa vya kwako, hakuna malipo yoyote. Kwa ni kama kaofa fulani kutoka huko. Sawa. Wewe ni afisa mipango miji. Ndio. Nataka kufahamu kwamba ni changamoto gani ambayo unakutana nayo katika shughuli zako kwa wananchi unapoenda kwa bwana sasa unatakiwa ukapange mji? Ni changamoto ipi, lakini pia wapi ambapo uliwahi kufika ukapanga useme nafurahia kwa yani watu wote wangekuwa kama hawa? Mbona tungekuwa tumenenepa sana? Changamoto za mipango miji ni nyingi. Kama tunavyojua ardhi ni kitovu kwa kila mwananchi. Kila mwananchi ameiangalia ardhi. Kwa maana hiyo changamoto tunakutana nazo nyingi sana. Kwa mfano unaenda eneo ambalo tuseme kwenye ulasimishaji, yani yale makazi ambayo tayari watu walishaishi, halafu wewe ukawapangie barabara, uwape huduma za jamii. Wale watu walishaishi ni maeneo ambayo hawana barabara rasmi, umewakuta. Wewe unatoka huko unakuja na mipango yako kwamba hapa mipango miji basi unatuletea shida. Kwamba hapa tutapitisha barabara, hapa sijui tutaweka nini, hapa tutaweka tutaweka maeneo ya michezo labda open space. Hivyo, yani changamoto kwenye hayo mambo ni nyingi sana. Kwa mfano mwananchi anakuambia, sisi toka tumeishi hapa, tulikuwa tunapita tunaenda safari zetu. Wewe leo unakuja kutuambia njia ya kwenda wapi? Wewe ni nani? Na wewe mwananchi ni kwamba anakuwa hana ule uelewa. Haelewi. Labda utamwambia kwamba kwenye mipango miji sasa hivi Dodoma sio kama Dodoma ile tuliyokuwa ni mashamba. Sasa haya ni
viwanja, sio mashamba tena. Kwa maana hiyo kwenye mipango miji kila kiwanja kinatakiwa kiwe kina njia ya kupita, kiwe na access. Kuna misemo inasema kwamba mimi nimenunua eneo langu, lakini ndio mimi ambaye napaswa nitoe hatua 8 kwa ajili ya barabara na yule jirani atoe hatua 8 kwa ajili ya barabara. Ni kweli au ni kwamba hata kama kuna mwingine anagoma, mimi hapana, mimi sitoi kitu chochote, lakini kweli nani ambaye anapaswa kuelekeza kwamba jamani hapa tuipite barabara ili tufike kule, au hapa bana iwe hivi? Ni nani anahusika? Ni mimi mwenye eneo au ni nyinyi wenye mamlaka, na nyinyi ambao mnahusika na mipango miji ndio mnahusika na hayo mambo? Kwa kawaida tukisema tumwachie kila mwananchi ajiamlie, kwa kweli miji yetu haitopangwa. Lazima sheria, sera na miongozo ya ardhi itumike. Anayefanya hizo shughuli ni afisa mipango miji. Kwa sababu anajua kwamba barabara ya ukubwa huu inatakiwa iwe na urefu gani. Kwa sababu kwenye miongozo, sera, sheria na miongozo ya ardhi inaonesha na inafundisha kwamba uwezi ukaweka barabara ya mita 3 ikaenda zaidi ya mita 200, mita 500, kilomita 1, mita 3. Kuna vipimo vyake. Kuna vipimo vyake. Kwa hiyo hatuwezi tukawachia wananchi wafanye hilo, kwa sababu kila mwananchi hataki kutoa barabara. Lazima sasa na mamlaka ifanye kazi yake. Okay. Mnapoenda kule mnakuwa mnaenda wenyewe au mnaenda na askari kwa ajili ya ulinzi? Kwa sababu mnaenda kutana na changamoto kule, mnaweza mkapigwa mawe. Ishakutokea hiyo kitu? Ndio mfika mnataka kufanya kitu, mnaona wananchi wamebadilisha sura, wamenyanyua majembe na wanataka kuvizia huyo, watu wakufinya sehemu, kwa sababu tulia hapa. Hiyo kitu inatokea. Ukiingia kwenye eneo bila viongozi wa eneo hilo kufahamu na kuwafahamisha wananchi, hiyo kitu inaweza kutokea. Lakini kuna yale maeneo mengine ambayo hata unaweza ukawa taarifa imetolewa na mwenyekiti kila kitu, lakini wananchi wamekusanyika, ule ujumbe unaopelekea pale wananchi wakakereka, wakabadilika pale pale. Kwa kweli mara nyingi mahali ambapo nimefanya kazi, sijaenda na polisi, sijaenda na askari, ila tunachotumia ni serikali za mitaa. Mtakaa na uongozi wa pale, watawapa kamati ambao ni wananchi wenyewe wa eneo husika. Mtatembea nao kwenye kila eneo. Sawa. Mtazamaji wa Sky TV ambaye anakutazama kwa sasa hivi kupitia jicho letu, anatamani mwambie neno fulani muhimu, kwa sababu kuna mwingine kesho ndo ana mpango akanunue eneo, na mwingine labda ndo leo kanunua eneo. Anatamani umwambie kitu kwamba nini afanye ili awe salama zaidi. Kwanza kabisa, kabla ya kununua eneo, ndugu wananchi, mtafute mtaalamu. Nenda ofisi husika za ardhi, pata mtaalamu, mwambie kwamba kuna sehemu nenda kununua eneo, niangalizie matumizi, kwa sababu watu wengi wananunua maeneo pasipo kujua. Na tukiangalia kwenye mipango miji, kuna mpango kabambe ambao unafanyika, na huo mpango kabambe hufanyika kwa miaka 20. Maana yake ule mpango huwa una zoni matumizi ya eneo husika. Kwa mfano maeneo ya viwanda, maeneo ya makazi, maeneo ya kilimo, maeneo ya biashara, maeneo ya misitu. Sasa ukienda kununua tu kienyeji, na wananchi kule hawana ile elimu ya kujua kwamba hapa pamepangwa viwanda, au hapa mwananchi anaweza kukuuzia pasipo yeye kujua. Akijua ni eneo lake analima, ni kwake, hajui kwamba lina mipango gani kiserikali. Kwa hiyo ni vizuri kufika ofisi husika, kuchukua mtaalamu na kwenda naye site. Kwa nataka kuniambia kwamba kwa sentence hiyo, manake hata kama mimi namiliki eneo sehemu, labda ni shamba kubwa tu, ni lazima niende kwenye mamlaka kuuliza, jamani pale mimi namiliki, lakini mpango wenu ukoje? Inawezekana kwamba namiliki, kumbe tunataka ujenge hospitali ya wilaya, si ndio? Okay, sawa. Nakushukuru sana. Bwana, huyu anaitwa Jester Joseph Mabula. Yeye ni afisa mipango miji na anahusika kabisa na Apparel Company Limited, na akieleza kwamba namna ambavyo unapaswa kuweza kutumia nafasi yako vizuri, kupata ushauri na utaalamu kutoka kwa wataalamu. Nasema unalipia kidogo, lakini inakusaidia zaidi kuliko kutokulipia alafu yakakukuta yale ya kukuta. Sawa. Mapumziko mafupi, tukaporejea moja kwa moja tutaweza kuzungumza na bwana Jackson Chuma. Yeye ni
Savea. Sasa kule Savea kule atatuambia mambo mengi sana, kwa sababu yeye na mimi ndo anamalizaga mchezo wote, au sio? Kabisa. Sawa. Asante. Sky TV.